So guys, ugonjwa ambao umeweza kuingia nchini kwa sasa ni ugonjwa ambao unapaswa kuogopewa kikweli kabisa. Ikizingatiwa tulikuwa na ugonjwa tayari ambao watu wengi sana ilibidi paka makazi yao yakaachwa, na waliosafiri pia vile wakabidi waregeshwe na kuzuiliwa viwanja vya ndege ili wasiweze kuingia baadhi ya nchi ambazo walikuwa wanataka kukomesha ugonjwa huu. Maafa yalikuwa mengi, na wale ambao walikuwa wanafahamika na wasiofahamika, waliokuwa kwenye serikali na wenye raia ambao walikuwa wa kawaida waliweza kufarika. World Health Organization ilikuja ikatoa sheria kadha wa kadha ambazo zilikuwa zinapaswa zifuatiliwe ili watu waweze kuepuka maafa haya ambayo yalikuwa mengi. Na kwa muda tu tuliweza kutoka kwenye ugonjwa wa corona kabla ugonjwa ukimwi kuzoeleka. Sasa tumeweza kutoka ugonjwa wa corona ambao watu wengi sana waliweza kuambukizwa, na ikasababisha ama ikafika point sasa ya kwamba dunia ilikuwa inaonekana kama inafika mwisho. Na kwa sasa tunavyoendelea kuongea, baada ya kwamba tulielezewa kwamba ugonjwa wa corona ulitokana kwa wanyama wa msituni, hivyo basi kuna ugonjwa mwingine ambao umetokea sasa, ambao umetoka kwa ugonjwa wa Ebola ambao wamesema unaitwa Bundibugyo. Wale ambao wanafahamu vizuri science wataniambia, but ni ugonjwa ambao pia vile unatoka msituni kwa wanyama pia vile ambao wamesema ni popo wa mwituni ama popo wa matunda wa mwituni, ambapo inasemekana ya kwamba yeye ama mnyama huyo ndio mnyama huyo ndio alisababisha mpaka ugonjwa huu ukaweza kuenea. So ni ugonjwa umeweza kutoka kwa mnyama na ukaingia kwa binadamu kwa sasa, na una uwezekano mgonjwa huu ukatoka kwa binadamu mmoja mpaka kwa binadamu mwingine. So tunaweza kusoma kwa utaratibu, tuweze kufunzana kwa utaratibu ili tuweze kufahamishana na iwe kama funzo ili mwingine pia asiweze kupatikana na ugonjwa kama. So tuweze kuangalia chanzo cha kwanza kutokea mashariki mwa Afrika ni wanyama kwenda kwa binadamu. Na wakasema kwamba kitu ambacho kinasababisha hivi ni kugusa damu ama viungo au majimaji ya mwili ya mnyama aliyeambukizwa. So either umeshika damu ama umeshika tu ule mwili wa yule mnyama ambaye ameambukizwa na ugonjwa huu, kwa sababu hata huyo popo pia vile ni popo mmoja alianza kuambukizwa, naye pia akasambaza kwa popo mwingine mpaka ikafikia binadamu. So endapo utashika damu ya popo huyu ama utashika viungo vya mnyama yeyote yule ambaye ameambukizwa na popo huyu, ama vile ushike mnyama yoyote mwili wake tu ushike, basi pia utakuwa mmoja wapo wa kuambukizwa maradhi haya. Na kusema kwamba kushika au kula nyama ya mwituni. So endapo utakula nyama ya mwituni, nyama yoyote ile ambayo imetoka mwituni, utaikula na iwe haijapikwa vizuri wanasema. So unaweza ukaila hiyo nyama mwituni, lakini kama imepikwa vizuri kwa ustadi, imepika kapikika, basi ugonjwa huo utakushika. Lakini kama nyama hiyo imepikwa juu haikuiva, labda either ina damu ama ina chembe za umaji ambao haujakauka vizuri, basi definitely maradhi haya utapata nayo. Kula matunda ya mwituni yaliyochafuliwa na mate au kinyesi cha popo walioambukizwa. That's another one pia. Kuna matunda ya mwituni, na matunda mengi tunajua yanatoka mwituni definitely. Sasa endapo utakula matunda haya ambayo yameambukizwa na mate ambayo labda yamerambwa na mate ya popo huyu ambaye ameambukizwa, na tunajua matunda mengi ambayo ama popo wengi tunajua kwamba wanapenda sana kula matunda, na wengine wanarambaramba na kuyaacha, wengine wanarambaramba kuyadona, na mwisho wa siku yanaanguka chini, na sisi kama binadamu huwa tunaiona kwamba tumepata cha bure. Lakini sasa imekuwa hatari, kwa sababu once ukishayala matunda yale, basi ujue pia wewe vile utakuwa umeambukizwa. Jinsi unavyoenea ama jinsi unavyoenea kwa binadamu ama kutoka kwa binadamu mmoja mpaka kwa binadamu mwingine, tunaanza kujifunza lengine hapa. Majimaji ya mwili ya magonjwa. So endapo binadamu yoyote ama endapo raia yoyote amepatikana na ugonjwa huu, yale majimaji yake ambayo atakuwa nayo, either kugusa damu, matapishi, kinyesi, mate, jasho au mkojo, au mtu ambaye anaumwa au amekufa kwa Ebola. So endapo utashika mtu ambaye amefariki kwa maradhi haya, ama endapo utashika damu za mtu ambaye tayari ameambukizwa, ama mate ya mtu ambaye tayari ameambukizwa, ama kinyesi cha mtu ambaye ameambukizwa, ama mkojo wa mtu ambaye ameambukizwa, tayari wewe pia utakuwa umekuwa affected. So
ni kitu ambacho tunafaswa tujifunze vizuri kabisa, kwa sababu tukianza kuangalia masuala mazima ya corona ilikuwa ni through breathing, endapo utavuta pumzi ya mtu au utavuta pumzi ambayo uko karibu na mtu ambao walikuwa wametoa certain distance pale, ambao kama mtu alikuwa nayo maradhi, basi wewe pia utapata kupitia breathing. Lakini sasa hii si masuala ya breathing, sasa imesemekana ni kugusa. So hatari yake si ile kali kama wakati wa corona, lakini pia vile vile pia endapo utakuwa haujachukua caution, itakuwa ni hatari na itakuwa rahisi sana wewe kuambukizwa. So wamesema kugusa damu. So endapo utagusa damu, utagusa matapishi ambayo yametapikwa na mtu ambaye ako na ugonjwa, ama kinyesi, mate, jasho. So endapo hata kucheza mpira sasa itakuwa prohibited, kwa sababu kama mtu anacheza mpira anatoka jasho, ama mnacheza na mtu anatoka jasho, na lile jasho lile mwenzako pia uliguse, basi kama yeye anao maradhi definitely pia utayapata. Na ameongezea na kusema kwamba mkojo na mtu ambaye anaumwa au amekufa kwa ugonjwa huo ukimshika, basi pia wewe 100% ugonjwa utaupata. Mila na taratibu za mazishi. Mila na taratibu za mazishi, hapa tunazungumzia na masuala mazima ya vile ambavyo watu wanasindikiza mili ama wanasindikiza mpendwa wao kwa mazishi. Kuna wengine wanapaswa kumshika, kuna wengine wanapaswa kumwosha, kuna wengine wanapaswa kumvisha ama kumvua. Those are the things ambazo endapo utazifuatilia, basi pia wewe kama yule mgonjwa ama kama yule ambaye amefariki, ule mwili wake amefariki kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola ama kwa sababu ya ugonjwa huu ambao tunazungumzia hapa, basi 100% pia wewe utapatikana ama utashikwa na ugonjwa. So amesema kwamba hiki ni chanzo kikubwa cha maambukizi. Sasa ndugu wanapogusa au kuosha au kuandaa mili ya marehemu waliofariki kwa Ebola, wanaambukizwa na urahisi, kwani virusi hubaki hai na vikiwa na nguvu kwenye maiti. So endapo mtu amefariki kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola, virusi havifariki. Virusi vipo pale, na virusi vinakuwa na nguvu zaidi kubwa sana endapo viko kwenye mtu ambaye ama viko kwenye mwili ambao tayari ushapotea kwa sababu ya virusi hivi. So mtu yoyote ambao atagusa mwili ule, basi definitely virusi vile vitatoka kwenye ule mwili na vitaingia kwenye mwili wake ambao ni mzima. Hivyo basi itakuwa moja ya sababu ya yeye kupata maradhi haya. Vifaa vinavyochafuliwa: kugusa nguo, mashuka, sindano au vifaa vya matibabu vilivyotumiwa na magonjwa ya Ebola. So endapo utagusa vifaa ambavyo vilitumiwa kutibu ugonjwa wa Ebola, basi wewe pia vile vile utakuwa miongoni wa wale ambao watakuwa wamepatikana na ugonjwa huu. Mazingira ya hospitali. Wahudumu wa afya wako hatarini sana ikiwa wanatibu wagonjwa bila kutumia vifaa kamili vya kujikinga. So if those people ambao they use, wale ambao wanapenda kutembelea wagonjwa hospitali, imekuwa hatari kwa sasa, kwa sababu each and every time you visit hospital, kama kuna mtu ambaye ameambukizwa na ugonjwa ule maskani ile mahali pale ambapo kulikuwa kuna mtu ambaye amefariki labda na ugonjwa wa Ebola, basi unajua kabisa kuna virusi ambavyo vimeachwa pale, na wewe ukienda pale kuketia kitanda ama kulalia kile kitanda, ama wewe tukuzunguka na kushika kuta za hospitali, basi utapatikana ugonjwa ule na utakuwa umechukua, na itakuwa rahisi kwako wewe kusambaza kwa mtu mwingine. Lakini kuna kitu ambacho mimi nimependa kwenye ugonjwa huu, ama kitu ambacho mimi nimeona ni kitu kizuri kwenye ugonjwa huu ambao itakuwa kitu kizuri pia vile vile kujikinga. Wamesema kwamba kuna incubation period ambao ina range from 2 days to 21 days, ambapo ugonjwa huu unaanza kusambaza kutoka kwa mtu mmoja mpaka kwa mtu mwingine endapo utakuwa umeonyesha dalili. So kama kutakuwa hakuna dalili, wamesema people infected with this disease virus are not contagious until they start showing the symptoms, and the symptoms is such a sudden fever. Endapo mtu ameanza kuonyesha hizi dalili, ndio kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuambukiza. So kama atakuwa hana dalili zozote za ugonjwa, basi atakuwa haambukizi mtu yote. Atakuwa labda ako nao huo ugonjwa, lakini unamkula yeye kwa yeye, lakini atakuwa hana uwezo wa kuambukiza binadamu mwenzake. Lakini baada ya siku 2 ama siku 22 ama kati ya siku 2 na 22, endapo usenzi itakuwa zinaonyesha, dalili zitakuwa zinaonyesha, basi ndipo hapo atakuwa akona uwezo wa kuambukiza ugonjwa ule, maradhi yale, kutoka kwake yeye mpaka kwa mtu mwingine. Ambapo wamesema vitu vikubwa zaidi ambavyo vinazingatiwa ili mtu aonekane kwamba akona ugonjwa kama huyu ni matapishi. Kama mtu anatapika ovyo ovyo mara kwa mara, unexplained bleeding,
yani anatoa damu ambayo haezi jieleza damu hii inatoka kwa pua kwa sababu gani, damu hii inatoka kwa macho kwa sababu gani, damu hii inatoka kwa masikio kwa sababu gani. Anajipata ana bleed tu na haezi eleza mtu kwa nini ana bleed. That is another reason pia. Muscle pain pia, kama anasikia kuumwa na viungo vyake, anaumwa na hakuna kazi yote ambayo amefanya, hakuna uchovu ambao ako nao, anajisikia kuumwa tu. That is another reason. Severe headache, anaumwa na kichwa mbaya sana ambao sio kawaida yake, pia it's one of the reason. Na mwisho wanasema ni magonjwa ama ni homa ambalo analipata ghafla tu pasi yeye kufanya ama pasi yeye kuwa na sababu yoyote ya ile homa kumjia. Hiyo ni one of the reason ama one of the sign ambayo mtu kama yule anapaswa aekwe mbali sana, kwa sababu endapo atakuwa kati ya watu wengine ambao ni wazima, basi itakuwa rahisi yeye kuambukizwa ugonjwa ule kwa mtu mwingine. So ladies and gentlemen, dawa hapa ni kumwomba Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu mpaka wale ambao ni wanasayansi wakubwa hawajapata tiba halisi ya ugonjwa huu wala hawajapata chanjo halisi ya ugonjwa huu ambao inaweza kutumika ili iwe kama immediately effective ili iweze kusaidia mtu mwingine asiweze kuambukiza ama ugonjwa huu usitoke kwa mtu mmoja mpaka kwa mwingine. So ni kuomba tu Mwenyezi Mungu aweze kutukinga leo, kesho na siku zote na jamii yetu sote, kwa sababu ni maradhi ambayo kwa sasa endapo yatapata jamii zetu basi yatakuwa hali ngumu, kwa sababu mpaka sasa kuna baadhi ya nchi ambazo zimeripoti maafa, ikiwa nchi kama ya Uganda ambao leo tarehe 23 wameweza kuripoti kifo cha mtu mmoja na mtu mmoja kulazwa tayari kwa maradhi haya ya Ebola. So ladies and gentlemen, let's be very careful and let's pray, because ni kitu ambacho hakikingiki kwa sasa.